mwanamke huko Timna, mmojawapo wa binti za Wafilisti. Mstari wa 2, kisha akapanda akamwambia baba yake na mama yake akasema, nimemwona mwanamke huko Timna, mmojawapo wa binti za Wafilisti, basi mnipatie nimuoe. Samsoni anamwambia baba yake na mama yake wampatie yule binti afanyaje? Kumbe tunajifunza pia kwamba kwa habari ya ndoa wazazi ndio wanampatia binti. Yani wazazi ndio wanampatia kijana binti na wazazi ndio wanampatia mtu. Si ndio jamani? Tuko pamoja lakini kwa Samsoni anamwambia baba yake mnipatie huyo binti maana ananipendeza, nifanyaje? Nimuoe. Jamani tuko pamoja? Mstari wa 4. Biblia inasema ndipo baba yake na mama yake wakamwambia, je, hapana mwanamke hata mmoja katika ndugu zako au katika jamaa zangu zote hata uende kumuoa mwanamke wa hawa Wafilisti wasiotahiriwa? Unaona kitu hapo, mtu wa Mungu? Maana yake Waisraeli na Wafilisti walikuwa hawachangamani. Wafilisti walikuwa ni watu wasiotahiriwa, walikuwa ni watu wasiomjua Mungu, walikuwa ni watu ambao hawako ndani ya agano la kimungu. Kwa hiyo wazazi wake Samsoni wanamkataza Samsoni kwenda kuoa kwa Wafilisti, kwa watu wasiofanyaje? Wasiotahiriwa. Tunaendelea. Samsoni akamwambia baba yake, mnipatie huyo kwa maana ananipendeza sana. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Huu upendo ambao tunauona hapa ni upendo wa kiroho wa kimwili. Tunajifunza jamani, tuko kwa habari ya ulimwengu wa roho. Natamani nisikie sauti. Upendo huu tunausoma hapa ni wa kiroho wa kimwili. Mmoja akasema wa kiroho, wengine wa kimwili. Aliyesema wa kiroho yuko sahihi na bibi nitaungana naye. Ni upendo wa kiroho. Nitakuonyesha ni wa kiroho wapi. Ni upendo wa kiroho ambao ulidhihirika mwilini. Yaani huu upendo wa Samsoni kuona yule binti za Wafilisti na akampenda, akataka kumuoa, ulikuwa ni upendo wa kiroho ambao ulithibitika au kudhihirika wapi? Mwilini. Amen. Tunajifunza kwa habari ya ulimwengu wa roho, kitu makini sana, na siku ya leo ukikaa rohoni, majibu yako utapokea katika jina la Yesu. Nimesema hivi, chochote unachokiona kinaongozwa katika ulimwengu huu wa mwili kimeanzia rohoni. Sasa nitakuonyesha kwamba upendo huu ulitoka rohoni ndio ukaja ukathibitika mwilini kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza, unaona Samsoni anaenda kwa Wafilisti, watu wasiotahiriwa, watu ambao hawakuwa katika himaya ya Israeli. Sababu ya pili, tunaendelea. Sikiliza mstari wa 4. Lakini baba yake na mama yake hawakujua ya kuwa jambo hili ni la Bwana, maana Bwana alitaka kisa juu ya Wafilisti. Umenielewa mtu wa Mungu ambaye tuko pamoja hapa? Kwa kumbe ule upendo wa Samsoni ulisukumwa na Bwana mwenyewe kumwona binti za Kifilisti na kutaka kuingia kwake. Tuko pamoja watu wa Mungu? Kama Bwana Yesu asifiwe. Kama ungekuwa ni upendo wa kimwili tu, Bwana asingehusika sana hapa. Lakini Bwana alihusika hapa. Kwa nini? Kwa sababu alitaka kupata kisa cha kuwapiga Wafilisti. Inamalizia. Sikia mstari wa 5. Ndipo Samsoni na baba yake, angalia sasa, ndipo Samsoni na baba yake na mama yake wakateremkia Timna. Ni watu wangapi hao? 3. Tuko pamoja kanisa? Samsoni, baba yake na nani? Wakateremka wakaenda wapi? Timna. Wakafika mashamba ya mizabibu huko Timna, na tazama, mwana simba akamungurumia. Wako wangapi hawa? Wako wangapi? Lakini mwana simba anamuungurumia nani? Sio akawaungurumia, akamuungurumia. Si tunaelewana watu wa Mungu? Kumbe huu upendo ulitengenezwa na Mungu. Na ndio maana Samsoni katika safari yake ya kwenda kule, simba hamuoni baba wala mama, anamuona nani? Kwa sababu Samsoni ndiye aliyebeba ajenda na kusudi la kimungu. Halo? Unaona ulimwengu wa roho ulivyo? Mungu alijua Samsoni ni penda wa dada. Alijua udhaifu wa Samsoni huko kwa wanawake, huko kwa piskali. Akatumia udhaifu wake ule kwa ajili ya kutimiza kusudi lake. Lakini kitu hichi kilisukwa katika ulimwengu wa nini? Na kikaja kikathibitika katika ulimwengu wa nini? Wa mwili. Ndio maana wako 3, lakini angalia simba anamuungurumia nani? Samsoni. Mstari wa 6 ninamaliza.
Roho ya Bwana ikamjilia kwa nguvu Samsoni. Sasa roho ya Bwana ilikuwa inatafuta nini kwa Samsoni kama ni simba wa kawaida wa kimwili? Yule simba alikuwa ni wa kiroho wa kimwili? Utajaza mwenyewe hapa. Kama simba alikuwa ni wa kimwili, roho ya Bwana alikuwa anatafuta nini kushuka kwa Samsoni? Jamani, tunaelewana sijui au niko peke yangu? Roho ya Bwana akashuka kwa nguvu kwa Samsoni. Na tukumbuke nyakati zile roho ya Mungu alikuwa anashuka kwa watu wachache. Roho ya Bwana alikuwa anashuka kwa wafalme, alikuwa anashuka kwa waamuzi, alikuwa anashuka kwa makuhani, na alikuwa anashuka kwa wanadhiri wa Mungu ambao walikuwa ni wasufi. Kwa unaona Samsoni kushukiwa na roho ya Bwana, maana yake kuna kusudi la kimungu nyuma yake. Kwa Samsoni ungemuuliza kwa kawaida, umempendea nini wewe binti? Angekwambia ni mzuri, anavutia, ana shape nzuri, ana muonekano mzuri, lakini asijue huu upendo umesukwa kutoka wapi. Haleluya. Mungu awabariki sana. Na nataka nikupe tu habari njema ya kwamba yule mwana simba ambaye amesimama mbele yako siku ya leo, ukikaa katika roho, uwezo wa Bwana na nguvu ya Mungu iko mahali hapa. Roho wa Bwana atakujilia kwa nguvu juu yako siku ya leo, nawe atakupa nguvu ya kumpasua yule mwana simba kama mwana mbuzi. Haleluya. Biblia inasema Samsoni alimpasua mwana simba kama mtu anayempasua mwana nani? Mwana mbuzi. Simama kwa miguu yako, tukamtukuze Bwana kwa tenzi za rohoni. Amen.